Mwanahabari wetu Ron Dupriz anatujuza zaidi. Kwa sauti moja tunasema mradi na uendelee. Mradi na uendelee. Ukiongozwa na Salim Gumbo Katana, mmoja wa wamiliki wa ardhi inayolengwa kwenye mradi huo wa madini, wametaja kuwa kuna watu walijitokeza kupinga mradi huo, lakini sio wakazi wa eneo hilo, na huenda wana njama ya kuvuruga mradi kwa manufaa yao binafsi. Kuna watu wamejitokeza wanajiita mawakili ambao sisi hatuwatambui. Ni watu ambao wako huku kwa niaba ya biashara yao. Salim ameongeza kuwa wamekuwa na mikutano kadhaa na wawekezaji wa uchimbaji madini eneo hilo na kumtaka gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro kufungua mradi pamoja na kueleza jinsi utafaidi wenyeji hao, huku mwenyekiti wa wamiliki wa ardhi akionya wasiohusika dhidi ya kutaka kujua kuhusu mradi wa mchanga. Mimi nilikuwa, vijana wote wa Timboni walikuwa, wenye mashamba walikuwa. Tulifanya mikutano kama mitatu. Tukahusishwa, tukaambiwa athari na tukaambiwa mapato ya huo mradi. Wewe ni mheshimiwa katika jimbo letu la Kilifi, ninakuomba na kukurai hakikisha ya kwamba umefika Sabaki kulonchi huu mradi, kwa sababu tumeelewa ni kwa ajili ya faida yetu. Tunachokitaka ni kwamba tunataka wewe utuambie kinagaubaga sisi wakazi wa maeneo haya kwamba mwananchi mwenye shamba atafaidika ni njia gani, ili kwamba sisi tuweze kuwa na msimamo katika tukingojea katika hali hii ambayo inaendelea madini yetu. Awali muungano wa wazee wa kaya pamoja na baadhi ya viongozi ambao si wa eneo hilo walijitokeza na kupinga mradi bila kushirikisha wakaji wa eneo hilo. Hawa wazee wamejibu kitu ambacho wanasema hawakuambiwa ama hawakujulishwa mapema. Walikuwa wajibiwa na nani? Mimi ndio mwenyekiti wa muungano wa wenye mashamba na timbo wanaovuna mchanga. Ninajibu kwamba mtu ambaye hahusiki asiulize swali lolote kuhusu mradi huo wa mchanga. Nikiripotia runinga ya Ashifa, jina langu ni Ron Dupriz.